Uingereza imesema kwamba itahusika na chochote katika mkondo wa bahari wa Hormuz, ambapo rais wa Marekani Donald Trump alidai siku ya Jumapili kwamba Marekani itaenda kufungua mlango huo na kumiliki kwa usaidizi wa washirika wa NATO. Akizungumza kupitia shirika la habari la Fox News, rais wa Marekani Donald Trump alisema haitachukua muda mrefu kusafisha mlango wa bahari wa Hormuz na kudai nchi nyingi zitasaidia ikiwemo Uingereza, akiongeza kuwa Uingereza na mataifa mengine yalikuwa tayari kwa ajili ya kuondoa makombora yaliyopo katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz. Ikumbukwe ni rais wa Marekani Donald Trump ambaye siku ya Jumamosi alisema karibia meli zake 3 zilipita katika mkondo huo wa Hormuz na kusafisha makombora yaliyo chini ya maji ya mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini wakati huu akisema kwamba Uingereza itakuwa tayari kwa ajili ya kufanya shughuli hiyo. Lakini ikumbukwe pia jeshi la IRGC lilitoa taarifa yake kusema kwamba zilikuwa ni kauli za uongo za rais wa Marekani Donald Trump, ambaye wakati huu pia anadhihirisha kwamba hakukuwa na ukweli wowote juu ya meli ambazo zilipita katika mlango wa bahari wa Hormuz, isipokuwa wakati huu anaamini Uingereza itakuwa na uwezo wa kufanya shughuli hiyo. Uingereza hapo awali ilipendekeza inaweza kuchukua jukumu katika kufanya mkondo wa bahari wa Hormuz kuwa salama kupita, na ina mifumo ya uwindaji wa makombora yaliyopo baharini na kuweza kuyaharibu na kupambana pia na ndege zisizokuwa na rubani katika eneo hilo. Lakini kumekuwa na wasiwasi huko Whitehall kwamba kufuata matakwa ya Trump kutuma meli kunaweza kuongeza mzozo huo. Utayari wa Uingereza kuzingatia jukumu katika shughuli za uondoaji wa makombora yaliyo katika mlango wa Hormuz unaonekana kuwa tofauti na pendekezo la Trump la kuzuia. Msemaji wa serikali alisema Uingereza itaendelea kuunga mkono uhuru wa urambazaji na kufunguliwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz ambao unahitajika haraka kusaidia uchumi wa dunia na gharama ya kuishi nyumbani. Waliongeza wakisema mlango wa bahari wa Hormuz haupaswi kukabiliwa na ushuru. Tunafanya kazi kwa haraka na Ufaransa na washirika wengine kuweka pamoja muungano mpana ili kulinda uhuru wa urambazaji. Hapo awali Waziri Mkuu Keir Starmer alisema mazungumzo yalikuwa yakiendelea kati ya washirika barani Ulaya na washirika wa Ghuba na Marekani ili kuunda mpango wa kuaminika na unawezekana wa kufungua tena mkondo wa bahari wa Hormuz wa Iran, na kwamba Iran isizuie meli kupita katika eneo hilo. Maoni ya Trump kuhusu kuzingirwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz yalikuja saa chache baada ya Uingereza kukosoa matamshi yake kwa Iran kama ya uchochezi na ya kukasirisha, ambapo siku ya Jumapili Trump alikashifu tena hatua za Uingereza wakati wa mzozo huo na kurudia jibu lake ambalo ilionekana kulingana na Starmer na vile Chamberlain. Bwana Starmer alisema tutatuma vifaa baada ya vita kumalizika. Trump aliambia Fox News akisema maneno hayo ni taarifa ya aina ya Neville Chamberlain. Sio mara ya kwanza kwa Trump kuonekana kumlinganisha Starmer na Chamberlain ambaye alikosolewa kwa muda mrefu kwa kufuata sera za kumridhisha Adolf Hitler. Starmer hajajibu jibu la rais wa Marekani Donald Trump haswa, lakini kabla ya maoni ya Trump siku ya Jumapili, Starmer alikuwa amezitaka Marekani na Iran kutafuta njia baada ya kushindwa kwa mazungumzo ya amani mwishoni mwa juma. Waziri mkuu huyo pia alitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano kuendelea baada ya kufanya mazungumzo na Sultani wa Oman Haitham bin Tariq Al Said mnamo Jumapili asubuhi. Makubaliano tete ya wiki mbili yaliyotangazwa Jumanne iliyopita yalitupwa katika hali ya sintofahamu baada ya mazungumzo ya saa 21 ya Washington na Tehran kumalizika bila makubaliano kufikiwa mapema Jumapili. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance ambaye alikuwa Pakistan kwa mazungumzo hayo alisema kukataa kwa Iran kujitolea kutotengeneza silaha za nyuklia ndio sababu ya kukosekana kwa makubaliano. Downing Street ilitaja kushindwa kwa mazungumzo ya amani ya Marekani na Iran kuwa ni jambo la kukatisha tamaa na kusema mafanikio ya mazungumzo yajayo ni muhimu kwa maslahi yetu sote. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi yanayojiri katika ulimwengu.